Wahenga walisema malipo ni hapa hapa duniani, na walisema hivyo wakimaanisha kwamba ukimfanyia mtu ubaya basi utalipwa ubaya hapa hapa duniani. Msemo huu unajidhihirisha tofauti kati ya taifa la Urusi pamoja na China. Malipo ya wema ni kulipwa wema. China imekuwa karibu na Urusi katika kipindi chote cha mgogoro kati ya Urusi pamoja na nchi za Ulaya ambazo zinaitaka Ukraine iweze kujitawala dhidi ya serikali ya Urusi. Sasa Urusi imetangaza kwamba itaiunga mkono Beijing kuhusu Taiwan. Moscow inaiona Taiwan kuwa sehemu ambayo kamwe haiwezi kutenganishwa na China, amesema waziri wa mambo ya nje wa Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov amesema kwamba Taiwan ni sehemu ambayo kamwe haiwezi kutenganishwa na China na kwamba Russia inapinga vikali juhudi zozote za kuitenganisha kisiwa hicho na China kwa namna yoyote ile. Akizungumza katika mahojiano maalum ambayo yamechapishwa Jumapili, Lavrov amesema Russia inaamini kuwa suala la Taiwan ni jambo la ndani la China na kwamba Beijing ina haki miliki ya kuilinda uhuru wake na umoja wa ardhi yake. Kwa mujibu wa Lavrov, mvutano unaohusu Taiwan mara nyingi hujadiliwa kwa kutenganishwa na uhalisia wa mambo kwa kupotosha ukweli. Ameeleza kuwa baadhi ya nchi, licha ya kutangaza kuunga mkono sera ya China moja kwa vitendo, huunga mkono kudumishwa kwa hali ilivyo sasa, jambo ambalo kimsingi linaashiria kupinga kanuni ya muungano wa kitaifa wa China. Aidha, Lavrov amesema kwamba kwa sasa Taiwan inatumiwa kama chombo cha kuzuia kimkakati na kijeshi dhidi ya Beijing, huku baadhi ya nchi za magharibi zikitumia hali hiyo kujinufaisha kiuchumi kupitia fedha pamoja na teknolojia za Taiwan, ikiwemo kuuza silaha ghali za Marekani kwa Taipei. Lavrov amekumbusha kuwa uungwaji mkono wa Russia kwa China kuhusu suala la Taiwan umeidhinishwa rasmi katika mkataba wa ujirani mwema na ushirikiano wa kirafiki uliotiwa saini kati ya Moscow pamoja na Beijing mwezi Julai mwaka 2001, akisisitiza kuwa mojawapo ya misingi yake ni kuungana mkono katika kulinda umoja wa kitaifa na uadilifu wa mipaka ya ardhi. Taiwan ilianza kujitawala yenyewe baada ya vita vya ndani vya China mwaka 1949 pale majeshi ya chama cha kitaifa nationalist yalipokimbilia kisiwani humo baada ya kushindwa na majeshi ya kikomunisti yaliyotoa bara la China. Ingawa Marekani imetangaza kuzingatia sera ya China moja, bado inaendelea kudumisha uhusiano wa karibu usio rasmi na Taipei, ikiwemo ziara za wabunge wakuu wa Marekani, jambo ambalo linaikasirisha hiyo Beijing. Kinachoendelea Beijing pamoja na Taiwan ni kama kinachoendelea Somalia pamoja na Somaliland. Marekani wanaitambua Taiwan, lakini wanashindwa kuitambua Somaliland. Rais wa China Bwana Xi Jinping amesisitiza mara kadhaa kuwa anapendelea muungano wa amani kati ya China na Taiwan, lakini hajawahi kuondoa uwezekano wa kutumia nguvu, huku akilaani vikali kile alichokiita mienendo ya kujitenga ya Taipei. Kauli ya Lavrov imetolewa kufuatia Urusi kuthibitisha tena uungaji mkono wake kwa Venezuela, wakati nchi hiyo ikikabiliwa na kile kinachoelezwa kuwa ni mzingiro wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Caribbean. Washington imezituhumu mamlaka za Venezuela kwa kuwa na uhusiano na magenge ya biashara ya dawa za kulevya, tuhuma ambazo Caracas imezipinga na imeshambulia boti zinazodaiwa kusafirisha dawa hizo kwenda Marekani. Marekani pia imetoa meli za mafuta karibu na pwani ya Venezuela, hatua ambayo Caracas imelaani kama uharamia wa baharini. Hili linaloendelea kati ya Taiwan pamoja na China ni kama lile tu linaloendelea kati ya Somalia pamoja na Somaliland. Somaliland wanasema wao ni taifa huru ambalo tokea miaka ya 1991 huko walijitenga na hiyo Somalia, wakidai kwamba Wasomalia waliopo katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, wamekuwa wakiwanyanyasa raia ambao wanaishi ukanda wa kule Somaliland, kwa maana ambao wengi wao ni Waislamu, wakisema wananyanyasika sana na ndio maana waliamua kujitenga. Somaliland ni taifa huru ambalo lina sarafu yake, lina rais wake, lina katiba yake, lina sheria yake, lakini walijitenga kutoka Somalia. Marekani hawaitambui Somaliland kama taifa huru. Tumeona taifa la kwanza Israel wameitambua Somaliland.
Miungano kadhaa barani Afrika imeikataa Somaliland kuitambua kuwa taifa huru. Sasa kama Marekani anashindwa kuitambua Somaliland kama taifa huru, kwa nini Marekani anaitambua Taiwan kama taifa huru ambalo linafaa kujitegemea? Unaweza ukaona double standard zilizopo. Eneo ambalo Marekani hanufaiki nalo kamwe hawezi kupambania, lakini kama eneo ananufaika nalo ni lazima atalipambania kama ambavyo anaipambania Taiwan. Wakati Urusi wenyewe wakiitambua Taiwan kuwa taifa ambalo ni taifa mojawapo na China, yaani ni muungano na China, tumeona China yenyewe imeendelea kuendesha mazoezi makubwa ya kijeshi kuizunguka Taiwan ili kuweza kuzuia zile nguvu kutoka nje. China imeendesha mazoezi makubwa ya kijeshi ya anga na baharini kuzunguka kisiwa cha Taiwan, hatua ambayo Taiwan imeitaja kama vitisho vya kijeshi, huku mvutano ukiongezeka kufuatia kauli za Japan kuwa huenda ikaingilia kijeshi endapo China itachukua hatua dhidi ya Taiwan. Beijing ilitangaza kuwa imeanza mazoezi makubwa ya kijeshi katika maeneo 5 makubwa ambayo yanazunguka Taiwan, ikiwa ni sehemu ya kile walichokiita ni zoezi la Just Mission 2025. Hatua hiyo imekuja baada ya China kuonesha hasira yake dhidi ya mauzo ya silaha za Marekani kwa Taipei, pamoja na kauli ya Japan kuwa huenda ikaingilia kati kijeshi endapo China itachukua hatua dhidi ya kisiwa hicho. Japan sasa tunamuona naye anaingia katika rada za Urusi pamoja na China na Marekani. Mtakumbuka nimewahi kuwatangazia hapa na leo ninawatangazia tena. Dunia ya sasa inataka kugawanyika katika pande kuu 3. Inagawanyika katika upande wa Urusi, upande wa China na upande wa Marekani. Tofauti na ilivyokuwa zamani. Dunia iligawanyika katika pande nyingi. Iligawanyika upande wa Ujerumani, upande wa Uingereza, upande wa Mreno, upande wa Mfaransa na maeneo mengine. Lakini sasa dunia inakuwa ni ya pande 3. Sasa China wametangaza malengo ya mazoezi hayo ya kijeshi, ambapo wamesema mazoezi haya yalikuwa yanahusisha mazoezi makubwa ya vikosi vya nchi kavu, wanamaji, anga na vikosi vya makombora, ushiriki wa manowari za kivita, frigate, ndege za kivita, mabomu pamoja na droni, doria za utayari wa mapigano ya baharini na angani, maandalizi ya kuzingira bandari na maeneo muhimu, uratibu wa uzinduzi wa makombora ya masafa marefu, pamoja na mkazo wa kuzuia kwa pande zote dhidi ya uingiliaji wa nje. Awali China ilisema kwamba mazoezi ya kurusha risasi za kivita inayofahamika kama live fire drills yangeanza kesho Jumanne, ambayo itakuwa ni tarehe 30, lakini baadaye imethibitisha kwamba tayari wameshayafanya mashambulizi ya majaribio dhidi ya malengo ya baharini kaskazini kusini magharibi mwa Taiwan. Msemaji wa kamandi ya ukanda wa mashariki ya China anayefahamika kama Shayi anasema, naomba kumnukuu, hili ni onyo kali kwa vikosi vinavyotaka kujitenga kwa Taiwan na nguvu za nje zinazoingilia. Ni hatua halali na ya lazima ya kulinda mamlaka ya China na umoja wa kitaifa. Taiwan na yenyewe imejibu. Rais wa Taiwan William Lai Ching-te ameitaka China isitafsiri vibaya hali ya mambo na kugeuka kuwa chanzo cha vurugu katika eneo hilo. Msemaji wa rais Karen Kuo anasema Taiwan inalani vikali kile walichokiita ni matumizi ya vitisho vya kijeshi na China kinyume na msingi wa kimataifa. Nayo wizara ya ulinzi ya Taiwan ilitangaza kuwa iligundua ndege 2 na meli 11 za kivita za China ndani ya saa 24, na wakaongeza kuwa imeanzisha kituo cha majibu ya haraka na kuahidi kulinda demokrasia, uhuru na mamlaka na usalama wa visiwa hivyo. Mvutano wa China na Japani waongezeka zaidi. Taiwan imekuwa ikijitawala kwa miongo kadhaa, lakini China inaiona kama sehemu ya ardhi yake iliyojitenga na imekuwa ikisisitiza kuwa iko tayari kuitwaa kwa nguvu endapo italazimika. Hatua hii ya China inakuja baada ya waziri mkuu mpya wa Japan Sanae Takaichi kusema kuwa hatua yoyote ya China dhidi ya Taiwan haiwezi kuchukuliwa kama hali ya kutishia uhai wa taifa la Japani, jambo ambalo kisheria linaweza kufungua mlango wa uingiliaji wa kijeshi kwa Japani. Aidha, Marekani hivi karibuni ilitangaza mauzo yake makubwa zaidi ya silaha kwa Taiwan yenye thamani ya takribani dola bilioni 11.1, hatua ambayo imezidisha hasira kwa Beijing. Kwa mara ya kwanza China imetangaza hadharani kuwa mazoezi haya yanalenga wazi kuzuia uingiliaji wa kijeshi wa mataifa kutoka nje. Hivi mfano Afrika, kama tukisema tuwe na misimamo mikali kama ambayo wanayo wa China, kama misimamo waliokuwa nayo Warusi, misimamo waliokuwa nayo wa Irani, hatuwezi kutoboa. Tunaweza tukatoboa
ila la msingi ambalo ninaliona hapa ni kwamba ni lazima kuwepo na utayari wa viongozi ambao wanaweza wakasimama kama wanavyosimama viongozi wa China. China leo mnasikia inatangaza moja kwa moja kwamba mazoezi ambayo wameyafanya yanatuma ujumbe pia kwa mataifa kutoka nje ambayo yanaisapoti Taiwan, wakisema hatua yoyote ya mataifa kutoka nje kuisapoti Taiwan yatalenga moja kwa moja mgogoro wa moja kwa moja na China. Na tumeona tayari Mrusi naye ametangaza kwamba anaungana mkono na rafiki yake China dhidi ya kuipambania China katika kuhakikisha Taiwan haiwi sehemu ya mpango wa nchi za magharibi kutaka kuikontrol hiyo China, ambayo kimsingi ndilo taifa ambalo kwa hivi sasa uchumi wake unakuwa kwa kasi zaidi kuliko uchumi wa taifa lolote lile duniani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.